naamini siku ile jina langu liliandikwa mbinguni. Naamini siku hiyo nilifanyika kuwa mtoto wa Mungu. Biblia inasema ni upendo wa namna gani hata sisi kuwa watoto wa Mungu. Yaani mtu aliandika nafikia anashangaa kwamba akijiangalia anaona kama ni upendo wa namna gani. Mimi ni kuwa mtoto wa Mungu. Naweza kusema hiyo ni neema. Lakini inapomjia mtu na mtu anaamua kufanya maamuzi au kuamini. Hata Nicodemus siku moja aliuliza hilo swali, mtu kabla ya kuzaliwa mara ya pili. Na Yesu akasema kilichozaliwa na roho ni roho na mwili ni mwili. Kwa hiyo naamini kuna kuokoka au kuzaliwa mara ya pili. Hapo kunakuwa mwana wa Mungu, na kama ni mwana wa Mungu ni mrithi ni mrithi. Lakini sasa ukiwa ndani ya huo ufalme, umeingia sasa, wewe ni mwana wa Mungu. Unakukua na ili ufanane na Kristo, kukua. Sasa ingawa sasa hapo na pia mimi nahitaji nisaidiwe katika kukua hapo. Maana pia Paulo anasema atendaye matendo haya hata urithi ufalme. Sasa hapo kuna kitu kingine tena nitahitaji kusaidiwa. Maana mtu umezaliwa mara ya pili na ukajikuta sasa umekuwa mtu wa rohoni. Maana kuna uzao wa roho huko ndani yako. Ukashindwa kuwa mtu wa rohoni, ukawa mtu wa mwilini. Sasa hapo inakuwaje? Maana umezaliwa mara ya pili lakini wewe ni mtu wa unapenda dunia, unashindwa kusurubisha tamaa, kiburi. Kama Wakorintho walijikuta wamekuwa watu wa mwilini, walianza vizuri rohoni. Sasa na Paulo anasema mtu wa jinsi hii hata urithi ufalme. Hapo na mimi nahitaji kusaidiwa. Ila mimi naamini kwamba utakatifu au kamilifu kama alivyosema ndugu, sio kupatia kila kitu. Yaani hiyo sasa itakuwa ni sheria. Kwamba hapo umepata, hapo umekosea. Hiyo itakuwa ni sheria, lakini mimi naamini ile haki kwa kuamini, kwa kukiri, vile sema ukimkiri Yesu Kristo naye anakukiri mbinguni. Mimi nafikiri hapo ndipo mtu anahesabiwa, maana roho wa Mungu anakuja kukaa ndani yako. Yesu anakaa ndani yako. Mimi huo ndio utakatifu. Hiyo ndio haki. Na hiyo anasema sio yeye mmenichagua, ni mimi nimewachagua. Hiyo nimepewa bure. Sasa kwa habari ya haya matendo ya mwili na matendo ya roho, matendo kama upendo, uvumilivu na hizi tabia za mwili nitahitaji kusaidiwa hapo. Je, mtu ambaye anaishi mwilini na amezaliwa mara ya pili, nafasi yake iko wapi? Nimeongeza swali lingine hapo. Ingawa nina uhakika kabisa kwamba mtu aliyezaliwa mara ya pili, aliyekiri na akapokea zawadi, kipawa cha roho, huyo ni mtakatifu. Kwa habari ya kuenenda katika kukua ili amfanane Kristo, hapo nitahitaji kusaidiwa. Sijui kama nimeeleweka. Sawa. Bwana asifiwe. Na mimi nitajibu kwa vile nafahamu, lakini kwa msaada zaidi ndio maana wapo wazee waweza kutusaidia kuelekeza kipindi sahihi. Mimi naamini hivi kwamba kwa mara ya kwanza pengine ile neema ya wokovu inapokuja kwangu na kwa mimi kumpa Yesu maisha yangu ama kuokoka, kama alivyosema kanuni, tayari naingizwa kwenye familia ya Mungu. Bwana asifiwe. Nakuwa ni pati ama nakuwa ni mtu katika watoto wa Mungu, na automatically pale napokuwa mtoto wa Mungu kuna vitu sasa Mungu anaanza kunitengeneza, kunifinyanga. Bwana asifiwe. Lakini kwa ninavyoelewa kuna vitu viwili ambavyo kwa mimi natakiwa pia ama mtu mwingine atakiwa vielewe. Kuna mambo ambayo natakiwa mimi kama mimi nichukue hatua kuyafanya ama kutokuyafanya, lakini kuna mambo ambayo
bado itanibidi nimruhusu Mungu, kwa sababu mimi hayo siwezi mimi mwenyewe kwa akili zangu siwezi kufanya, ama kuweka labda kujiwekea mipaka kwa hayo nisiweze kufanya. Bwana asifiwe. Kwa mfano kwa swala la chuki, unasema kwamba kwa mimi kama mimi pasipo Mungu kunisaidia, sio sema kwamba naacha chuki. Bwana asifiwe. Kwa pale ni kumruhusu Mungu aweze kunisaidia. Ila kwa mfano kwa swala la uongo, maana Biblia unasema msiambiane uongo. Hajasema msubirieni Mungu awasaidie msiseme uongo. Unaona? Sema msiambiane. Kwa hiyo ni jambo la uamuzi mimi kama mimi nisifanye. Hata kama ikitokea nimefanya, nadhani kwenye Waebrania anasema kama sijakosea kwamba na kama ikitokea tumefanya hivi tunaye mwombezi ambaye anatuombea. Unaona? Kwa hiyo ikitokea nimefanya, ndio maana kuna roho pia mtakatifu anakujulisha, mwanangu hapo umeteleza, tubu, unatubu. Sasa tukirudi kama anasema ndugu hapa, kuna kitu naita uasi, kwamba unaikaidi sauti ya roho wa Mungu. Sasa hiyo ni kitu kingine tena. Unaona? Kwa mimi ninavyoelewa ndio hivyo, kwamba kuna vitu mimi kama nitakuwa nichukue hatua kutokuvifanya, lakini kuna vitu vingine nitakuwa nimruhusu Mungu, kwa sababu hata nikifanya niweke mikakati, mpango mikakati, nini siwezi kujisaidia mwenyewe. Kwa mfano, kuna kitu pastor alizungumza asubuhi kwamba anayo simu, lakini ameyawekea mipaka macho yake kwamba sitaki kuangalia mjinga kwenye simu hii. Unaona? Sasa huwezi kusema kwamba sitaki nisimchukie ndugu wakati chuki ipo ndani ya moyo. Yaani hiyo wewe kama wewe huwezi kufanyaje? Uweze kushughulika nayo. Pale sasa unamruhusu Mungu. Lakini kuhusu mambo ya mipaka, kama sitaki kufanya hiki na hiki, kile ambacho hakihusiani sana na akeni si cha ndani sana, ambacho kinaharibu sana moyo, vile ni vitu vya uamuzi wangu binafsi. Sasa tuje kwenye issue ya kusema kwamba je, nitakamilika lini, na je nikiondoka nitakuwa na sehemu gani katika ufalme wa Mungu? Mimi naamini kuna sehemu Paulo anawaambia kwamba nadhani kama si Wafilipi 1:6 kwamba yeye alianza kazi ndani ya mioyo yenu ataikamilisha siku ya Bwana. Mimi naamini siku ile kama kweli ulikuwa na nia ya Mungu na unamtamani na kumtaka Mungu, na Mungu anafanya kitu ndani yako, naamini ile siku ya mwisho anakuchukua, na hii ndio siku ambayo ameshamaliza kukutengeneza kwa yeye anavyoona, ndio maana anakuchukua. Kwa mimi mtazamo wangu. Amen. Bwana asifiwe. Wachangiaji wote waliopita wamegusia mambo kadha wa kadha ambayo ni ya msingi, lakini na mimi nataka niongezee kwa kifupi. Mimi sio mzuri sana wa kueleza, lakini nitajitahidi kadiri niwezavyo. Labda tu nianze kwa kusema kwa uelewa wangu, kuna maeneo Biblia imetaja utakatifu, lakini kuna utakatifu ambayo ni haki bure kutoka kwa Bwana, kama ndugu yetu Nuru alivyosema, ambayo hiyo haitokani na kutenda kwetu. Yaani hicho ni kibali ambacho ninakipata kutoka kwa Mungu kwa kumwamini Yesu. Ni kama sijui asubuhi sijui wapi nilisema, unajua kitendo cha kunikubali Kristo mimi ninakuwa salama, si kwa sababu ya vile nimefuzwa au nimepatia sana. Ni kama mwanamke ukimwoa, kile kitendo cha kumkubali aishi na wewe ndio kinampa uhalali na usalama wa kuwa na wewe, si kwa vile atakavyofanya vizuri sana. Ukimgomea moyoni, hata kama ajitahidi kufanya mazuri, hujawahi kuona mtu anakufanya vizuri, mbona kwa nini unajipendekeza hivyo? Umemkataa moyoni. Lakini kile kitendo cha Yesu kutukubali, tunakuwa salama. Sasa hiyo haimaanishi kwamba tumepatia kila jambo, lakini inakuja utakatifu wa aina ya pili ambao ni kwetu sasa, ambao sehemu nyingine Paulo anasema labda kwanza nawaambia ninyi ni watakatifu, halafu mbele kwenye nyaraka mbele anawaambia uvueni uongo au mwenende kama inavyoipasa Injili, lakini mwanzoni amewaambia ni watakatifu. Kwa nini anawaambia ni watakatifu halafu huko anawaambia fanyeni hivi? Maana yake kuna sio kwamba wanapatia kwa kila jambo.
na anawaonyesha vile ambavyo wanapaswa kufanya. Ni kama kwamba mimi nimekubaliwa na Kristo, na nijitambue kwamba kwa sababu nimekubaliwa na Kristo, basi kumbe kuna aina ya maisha ambayo natakiwa niishi. Na nikisha yajua, kuna mahala ninaweza kupatia na kuna mahala naweza nisipatie. Na nisipopatia si kwamba nimetupwa nje. Lakini kama ndugu zangu walivyosema, ni kazi ya Mungu endelevu ambayo ina kwanza kule kujua kwamba kuna kosa ndani yangu, ni neema ya Mungu. Ile hatua ya kufaulu ni neema nyingine ya Mungu. Kwa hiyo katika Petro utakatifu anaosema Petro, waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza, kuna kitu ninakinoti hapa. Mstari wa 15 anasemaje? Sura ya kwanza mstari wa 15, Petro wa kwanza anasema, bali kama yeye alivyowaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Hapa anaongelea mwenendo, utakatifu ulio katika mwenendo. Haongelei ule utakatifu au haki bure kutoka kwa Bwana. Hapa anaongelea utakatifu katika mwenendo. Na mimi huwa ninaona hivi, utakatifu katika huu mwenendo ni kama ndiyo inaakisi hali ya Kristo au inaakisi hali ya Mungu katika maisha. Inaelezea. Kwa sababu mtu ukimwambia ni mtakatifu, ni kweli Mungu amekutakasa, uko huru mbele zake. Lakini mtu mwingine hawezi kuona wewe utakatifu mpaka aone matendo yako yakiwa yamebadilika. Kwa hiyo ni kama ni nuru kwa wengine, ni faida kwa wengine. Ni kama matendo ni kama afya kwa ndugu tunaozunguka. Kwa sababu mwenendo ukiwa mzuri, ndio watu watavuna matunda mazuri. Lakini mwenendo ukiwa mbovu, ni kama ule mwitiko wa kile kilichofanyika kwako kukusamehewa bure kinakosa maana. Lakini ni lini nitakamilika? Mimi ninaamini hivi, kazi ya Mungu ndani ya moyo wangu itazidi mpaka itaendelea mpaka niende kaburini. Kwa sababu kuna mambo ambayo kweli mwanzoni nilikuwa nimeshindwa na nilikuwa ninafanya vibaya. Mungu akaufunua moyo wangu, na wakati mwingine nilikuwa sijui, lakini Mungu akafunua moyo, nikajua, nikabadilika. Lakini ninapobadilika hili, Mungu anafunua jingine. Je, nikate tamaa kwa sababu bado kuna jingine ninashindwa? Mimi naamini hivi, kile ambacho Mungu alinisaidia kwa mambo niliyoshinda, ambayo leo niko vizuri, ninaamini hata kwa yale ambayo ndani yangu bado hayajakaa sawa, nitashinda. Kwa hiyo hapo sasa ninaacha neema ya Mungu au uwezesho wa Mungu, kwa sababu si vile ninavyoweza kupambana sana ndio naweza kushinda, lakini ni vile ambavyo ninaweza kukabidhi maisha yangu kwa Mungu. Bwana bariki. Labda wazee sasa, hayo ni mioyo yetu na mawazo yetu na uelewa wetu. Sasa kama ukiwa mdogo au hiyo ni sawa, mmejibu vyema. Hata sisi tunajibu hivyo hivyo. Labda na sisi tuongezee tu kidogo. Biblia inasema neema ya Mungu katika kitabu cha Tito imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya ili tuweze kuishi kwa tamaa za kidunia. Kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Anasema hivi, maana mstari wa 11, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki
na utaua katika ulimwengu huu wa sasa. Tukilitazama tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Bwana asifiwe sana. Unajua, hatuwezi kuishi kwa uoga kwa mazingira tunayoyaishi. Hatuishi kwa uoga kwa sababu kuna neema inayotufunulia. Kama kuna shida, Mungu ataifunua moyoni mwangu. Na usifikiri kwamba Mungu kila ambacho hakijafunuliwa kwako bado Mungu hajakihesabu kwa hatia kwako. Yes. Maana yake ile neema ya Mungu haijafika kufunulia eneo analotaka kubadiliki. Ikifika neema inakufundisha kukataa ubaya, inaanza kufunulia moja baada ya jingine. Na usifikiri itakuwa siku moja tu papa yote yamefanyika, yani wewe kila kitu. Utashangaa kila tunapoendelea mbele jambo linafunuliwa, unaomba Mungu akusaidie, unaruhusu kazi ya msalaba ifanyike kwenye maisha yako. Husubiri kwamba namsubiri Bwana, nimejua na udhaifu fulani, nina hasira, Bwana atatengeneza tu. Wewe ruhusu msalaba ufanye kazi, na msalaba utakufunulia wewe una hasira. Na kama ukijua una hasira, umsubiri Bwana, wewe unatakiwa kuisurubisha hiyo hali ya hasira ndani yako. Unaisurubishaje? Wewe unakubali kusema moyoni mwako, Mungu, nimegundua nilipochokozwa nilikasirika. Ina maana hasira inakaa ndani yangu. Naomba hali hii ife ndani ya maisha yangu. Kwa hivyo nikishasema hivyo, ninakubali sasa kubeba msalaba, kwa maana kwamba nitachokozwa tena. Nikichokozwa tena, kinachonitakia mimi sasa ni kwamba nikubali kushindwa, nikubali kuachilia, nikubali kusamehe, nikubali kujiona kwamba mimi si kitu. Kwa hivyo ukinichokoza, ni haki yangu mimi kupokea mashutuma hayo. Ninapopokea, maana yake ile ninaikana haki yangu mimi. Ninakataa kupigania yanayopaswa kuwa kwangu. Kwa hivyo ukinitendea baya na mimi nimejikana, maana yake ni kwamba nimekubali nipoteze mimi haki zangu. Na nikikubali kupoteza haki zangu, nitasikia kuumia, lakini kule kuumia ni kwa kusurubisha iliyo ndani yangu. Leo umenichokoza, nimesikia nimeumia. Kwa nini nimekasirika? Sijaumia tu kwa sababu nimechokozwa nikakasirika. Yaani ninaumia kwa nini mimi nimekasirika. Sasa kwa hali hiyo, hayo maumivu ya toba na kukubali kifo. Kwa hivyo tukienda mbele zaidi baadaye, utashangaa nitapita kwenye msukosuko, wala ndani ya moyo wangu hapabadiliki, kwa sababu ile hali imeshapotea, inazidi kufa ndani yangu. Mwisho itaisha. Kwa hivyo nitapita tu, utatukana, mjinga wewe, afu utashangaa kwani mimi mjinga. Utasema hiki, nitashangaa. Yaani nitajiona hivi, mbona tena sisikii kupambana katika maisha yangu. Kwa hivyo hiyo hali ikisha kufa, maana yake kuna mbegu nyingine imezaliwa mbadala, ambayo ni mbegu ya Mungu, ambayo sasa hiyo inanifanya mimi ni relax. Maana kama kuna uvumilivu nitapumzika, lakini kama kuna kupambana siwezi kupumzika. Kwa hivyo unaona, kwa hivyo neema inayofunuliwa inatuonyesha, inatusaidia sisi, inatufundisha kukataa ubaya. Hatusubiri tu tuwe mahali fulani, lazima tukubali kuingia kupoteza
kupoteza, hapo ndio kubeba msalaba. Tunabeba msalaba kabisa, kwamba Mungu, nimekubali kabisa kupoteza aliyekosea au aliyekosewa. Kwa kuwa wewe uliyekosewa ndiwe wa kwanza kusikia maumivu, na ndio wa kwanza wewe uliyesikia maumivu kuomba msamaha. Uliyekosewa. Aliyekosea wakati mwingine huwa hana habari kama amekukosea. Yeye hana habari. Wewe unasikia vibaya, yeye hana habari. Lakini wewe kama umesikia vibaya, maana yake umekosea wewe. Umekosewa ukakosea. Sasa wewe uliyekosea, moyoni umesikia vibaya, muombe msamaha aliyekukosea. Yes. Nenda tumwambie, rafiki yangu, nisamehe. Kwani moyo wangu huu uliharibika ulipofanya hivi na hivi na hivi. Na mimi kuharibika moyo ni kosa kwa Mungu wangu. Kwa hivyo nisamehe, nilikukasirikia bure. Hivi nilikukosea. Naomba msamaha tu. Kwa hivyo utakuwa umezima moyo wako, ndani ya moyo wako pamekuwa salama. Ukisubiri mimi niko tayari tu kumsamehe, akija kuomba msamaha, nitamsamehe tu. Mimi sina shida kabisa, yani mimi sina shida. Akija tu nitamsamehe. Haji sasa kama hata kuja. Na unaweza ukaenda kuomba msamaha, Mungu anataka kufundisha. Ukaomba msamaha kwa mtu, ukishaomba msamaha akasema na ni kweli, unajua wewe ni mjinga sana. Mjinga kweli. Na nilifanya makusudi. Maana wewe ni mjinga kweli. Na uliponyoka tu ningekupiga. Sasa amekuongezea tena shida ya pili. Ili Mungu ajue, hivi ijulikane, hivi ni kweli ulienda kuomba msamaha, yes, au ulienda kujaribu. Kama ulienda kuomba msamaha, basi utaomba tena na msamaha na hilo nalo, na lile tu sinalo. Kwa sababu usitegemee ukienda kuomba msamaha unaweka usalama kati ya wewe na yule anayetenda mabaya. Hapana, unaweza kuomba msamaha ukataa, lakini wewe uko kwenye usalama. Shida iko juu yake, sio juu yako tena. Wewe uko kwenye security, yeye yuko kwenye hatari. Na Mungu atamsaidia kwa kuwa wewe umesha msamehe moyoni. Lakini dhambi sasa kama walivyoeleza kwamba kwa kweli dhambi ni uasi. Na dhambi kwa kuwa ni uasi, je, umeasi nini wewe kwa Mungu? Ukishagundua jambo, kwa nini uendelee kuliasi? Si ukubali utengenezwe. Maana ukishalijua, kubali utengenezwe. Na kama uko kwenye motion ya kuwa unakubali kutengenezwa, maana yake Mungu hata kudhulumu haki yako. Maana yake ni kwamba na hata hutakufa ghafla, haiwezekani. Hamna kusema kwamba nitajikuta tu nimekufa ghafla. Hamna, hutakufa ghafla. Mungu atakujulisha mambo mengi katika maisha yako. Na ujue Mungu hatafanya kitu bila kuwakumbusha watu wake watakatifu. Ndio Biblia inasema. Na utakatifu ni kutengwa, yani ni kama kwani ukichukua Biblia inasema huyu ng'ombe atakuwa mtakatifu kwa Bwana. Sasa je, na yenyewe ilikuwa na dhambi? Kwamba sadaka hiyo, labda kwa mfano zamani walikuwa nasema umtoe labda ndama akateketezwe, maana sadaka hiyo ni takatifu kwa Bwana. Takatifu maana yake inakuwa ni kitu kilichotengwa. Yaani umetengwa. Ni kwamba sisi cha kwanza tumetakaswa. Tunaposema kutakaswa si kwamba hatuna makosa, yani tumetengwa. Ndio maana yake ya kutakaswa. Sisi tumetengwa, tumetakaswa tuwe wa Mungu wetu. Kwa hivyo tumetengwa. Alafu Mungu sasa anatutengeneza akiwa amesha tutakasa. Sio kwamba sasa ukiwa umetakaswa basi wewe umekuwa malaika. Hujawa malaika. Lakini umetengwa ili Mungu ashughulike na maisha yako. Si ndio wapendwa? Kwa hivyo kutakaswa ni kutengwa. Wakfu au kuwekwa wakfu kwa ajili ya Mungu wako. Sasa na kusafika sasa unapoendelea unazidi kutakaswa na kujitakasa zaidi, yani kuzidi kufaa na kufaa. Mungu atatupeleka. Maadamu tu azimio letu
ndani ni kukubali kila kitu kiwe kinaondoka. Kila kinachofunuliwa, Mungu nisaidie hili liniondoke. Mungu nisaidie. Sasa atamwacha huyo, atachukua nani? Baki na malaika zake sasa. Asante sana Pastor. Tunaomba swali jingine. Labda kuna mtu aliuliza swali tena hapo, labda kuna kitu aliuliza Nuru kwamba je, yale matendo yanayosema watu hawezi kurithi ufalme akiwa nayo. Sasa hayo si hata ukiyasoma tu na yaona. Alafu unaanza kukubali kuyakataa. Sasa hapo uhitaji mwalimu. Ni kusoma tu Wagalatia ukayajua haya matendo ya mwili. Mungu nisaidie likijitokeza na kubali kufa. Basi ataisha tu, siku moja utakuwa unashangaa. Hata mtu anafanya unashangaa kwamba jamani, unajua hata zamani kabla ya ufunuo, leo hii ukienda kwenye baadhi ya urokole unaoendelea duniani, kuna vitu utaingia utaviona utashangaa. Yaani utasema hivi bado vitu hivi viko duniani, utashangaa. Lakini ukijipima unaona ni kama hujafika. Lakini ukiangalia upande wa pili unaona mbona haya yamezidi? Mbona haya bado yapo? Kumbe na wewe ulikuwaga huko. Ila umetoka umefika mahali ambapo sasa unashangaa. Hivi mtu anatenda hiki na anafanya na yuko kanisani. Ngumi kabisa, yani unashangaa. Unakuta kabisa mtu. Asante sana. Mpe maiki. Bwana asifiwe. Mimi langu ni kwamba inatokea kwa mfano tunamwombea mtu ambaye ana pepo. Kuna muda mwingine unaweza kuomba within very short time, yani muda mfupi tu alafu mtu anafunguka. Lakini kuna mwingine inaweza ikachukua siku nzima. Sasa shida ni kwamba ni kitu gani kinachosababisha kwamba pengine mwingine achukue. Tena wengine unakuta siku 3 watu wanahangaika kumwombea swala pepo. Swala langu ni kwamba ni shida ni nini, kwamba vifungo vya mtu au imani ya muombaji au ni namna gani? Asante. Nani anatusaidia hapo? Bwana Yesu asifiwe. Swala la sogepele. Ndugu ameuliza swali zuri na nitajaribu kumjibu. Unajua swala la uponyaji wa mtu mwenye shida ni Mungu ndiyo anatenda. Kuna mwingine unaweza kumwombea dakika moja akapona, mwingine ikachukua hata wiki. Inategemea na mtu namna alivyofungwa. Lakini pia inategemea na imani ya yule mtu anayeombewa. Kwa sababu huwezi kusema kwamba labda ni nguvu za yule anayeombea tu ndio zinatenda kazi. Mimi imeshanitokea mara kadhaa. Kuna mtu nimeombea dakika moja akapona. Kuna mwingine hakupona siku hiyo hiyo, ikaja mpaka wiki ndo akapona. Kuna mwingine ilichukua hadi mwezi. Kwa hiyo na imeshatokea mara nyingi. Kwa hiyo swala ni kwamba ni namna gani ya vifungo yule mtu, inaweza ikawa hivyo. Lakini pia na imani ya yule mtu, lakini pia kuna muda mwingine Mungu kuna mambo anafanya kutaka kutufundisha sisi. Aidha kumfundisha yule anaombewa au mimi mwenyewe.
Kwa hiyo haya mambo hayana formula, na usije ukajihukumu labda eti una dhambi sana. Hapana, labda huyu mtu ana imani kubwa sana. Hapana. Mungu awabariki. Mwingine wa kutusaidia. Nuru. Mimi nakumbuka kuna siku nilimwombea kiwete. Sawa. Lakini hakusimama. Sasa kibaya zaidi ilikuwa ni mbele ya watu ambao wanaamini kwamba nina imani. Niliteseka. Ila nakumbuka hata wanafunzi wa Yesu waliwahi kushinda kukemea pepo. Lakini wao waliaibika, wakamfuata Yesu wakasema inakuaje tumeshindwa. Akaambia kuna mapepo mengine mpaka kufunga na kuomba. Sasa kama nilivyosema ndugu, nafikiri wakati mwingine kuna mwili, maana kitu kinaweza kufanyika muujiza alafu ukajiinua. Sasa Mungu ambaye anaona ndani anaweza kazuia, lakini wakati mwingine ni imani ya mtu, maana kuna wengine hata Yesu anamwambia imani yako imekuponya. Kwa hiyo nafikiri hakuna formula, ila haya ni mambo ya rohoni, inahitaji tu mtu kunyenyekea. Kwa mfano mimi siku niliposhindwa kumnyanyua mtu, nilisikia kama nataka kufa. Ile aibu ile. Mimi niseme kwamba kama mtoto wa Mungu, lazima kuna taarifa utaipata. Yaani unaweza kaambiwa hapa. Kuna watu wengine wana kama ulivyosema siku 3. Na uvumilivu kiasi gani? Sasa ukiendelea kuomba mpaka mtu akafunguliwa. Kwa hiyo ni swala la Mungu na ni ushirika. Lakini wakati mwingine labda Mungu atakuonyesha kwamba huu ni mwili. Unachotaka kufanya hapa uko ni mwili. Kwa hiyo utatubu na itakuwa imeishia. Hapo wakati mwingine mtaambiwa mfunge na kuomba, mtafunga na mtu atafunguliwa. Na pia kuna formula ile ni pengine inaweza kuhusisha imani ya mtu au Mungu anataka kushughulikia wewe. Asante. Sawa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sijui nijitambulishe kwanza. Naitwa Faith Munyele, Mrs. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Mara yangu ya pili kufika hapa kanisani. Nashukuru sana kwa kushiriki pamoja nanyi. Na sikuweza kuhudhuria jana na asubuhi, lakini kipindi hiki kimenibariki pia. Nashukuru Mungu. Nimesikia mambo mazito sana ambayo tumesoma hapa. Na nimeshtuka sana. Nimeokoka miaka mingi. Na mimi labda miaka yangu si kidogo vile unaweza kuwa unaona sura yangu. Lakini nimesikia leo ya kwamba wewe ukikosewa ndio uende uombe msamaha. Ile ni mafundisho ambayo ni deep sana. Na tuyakubali. Tuna bahati sana kubarikiwa kuwa na watumishi wa Mungu wanaweza kutufunza mambo kama haya. Lakini ningetaka tu kuchangia maswali ambayo yamepita. Kwanza ningetaka tu pia tujikumbushe ya kwamba Mungu tayari anatupenda. All the love that angetupenda tukiwa dhambini hata sasa ameshatupenda. Hakuna kitu ambacho tutafanya kubadilisha mapenzi ya Mungu kwetu. Ameshatupenda yote. Unajua kama ni mwanadamu labda umpembeleze, umnunulie zawadi ati ndio aongeze mapenzi kwako, lakini kwa Mungu tayari ameshatupenda. Hivyo hata ambapo tunajaribu to feel kama tumekuwa righteous enough. Swali la kwanza, hakuna ambacho unaweza fanya wewe kwa nguvu zako kubadilisha
mawazo na mapenzi ya Mungu. So even as we do this, hatufanyi ndio tukae kama tuko very right ama very righteous, lakini tunafanya kwa sababu tuna ufunuo ya kwamba sisi tuko duniani lakini sio wa dunia. Kingdom yetu inaoperate kwa njia ambayo tumefundishwa hapa kwa neno. So haufanyi ili ati usafike zaidi. Unafanya kwa sababu unataka kufanya ambacho kinafaa kulingana na imani yako. Swali hili letu la pili imefanya nikakumbuka mafunzo moja tulipata na mtumishi wa Mungu anaitwa Dr. Wale, sijui kama mnamjua. Alikuwa na tukio kama la ndugu yetu Nuru kwa street, na ameitwa tu na Mungu na akakuwa na mwito na akaanza kuhubiri imani, na hapo hiyo ndio ilikuwa mission yake ya kwanza. So alipoombea kiwete na hakuna kitu yoyote ilitendeka, akasikia hivyo alikuwa anasikia kama anatamani dunia ipasuke ingie ndani kulingana na vile alituambia. Aliporudi chumbani na akaomba Mungu sana, Mungu akamwambia, hiyo kazi ya kuponya na ama kuondoa mapepo na nini sio yako, ni yangu mimi Mungu. Kazi yako wewe ni kumpa yule neno la Mungu, kumpatia. Wewe umetumwa na Mungu, sio wewe utafanya apone ama nini ama nini. Wewe ukishafanya kazi yako ridhika, hiyo ingine atia Mungu. Amen. Sawa. Mimi nilikuwa na kaushuhuda lakini naona au nikatoe tu. Ngoja nikafinye. Kwa kweli kuna usahihi wa swala hili ya kwamba ni Mungu ndiye anayetenda kazi, sio mawazo yetu na matamanio yetu. Nilikuwa sehemu fulani pale wa Dar es Salaam, unajua mji mpya pale, kwenye kufanya kazi hapo tukaingia kwa mtu mmoja nikamwona na ukimwi. Lakini mimi kwa mawazo yangu nikasema hili ndio dili, nimwombee apone ili watu waje kanisani. na kwa kweli nikawa na mwako fulani, lakini sikuona mabadiliko. Ila baadaye nilipotulia ni kama nasikia sauti ya ndani nikasema huyu haponi. Sasa inakuwaje? Mimi nilikuwa na hapa tupatie kwa watu. Lakini hii inanipa picha ya kwamba sio mapenzi yetu tunafanya hayo mambo. Na wakati mwingine ingetendeka hivyo ningeinuka kiburi. Kwa hiyo Mungu aliona hii hapana. Kwa hiyo kwa swala la kukemea mapepo nadhani hakuna formula. Kuna wakati kwa kweli zamani kidogo, ingawa kwa sasa hivi sina historia hiyo, na majuzi nikaambiwa mtu mmoja wakasumbua kule fulani kuombea. Halafu mimi nilipoitwa nikafika, nikaangalia, lakini kuna neno likadondoka ndani yangu, niongee na huyu mtu. Nikaongea naye masuala ya nafasi yake katika Mungu kama amemwamini Kristo. Na baada ya kuongea, huyo mtu alikuwa ni kama anataka kupagawa pepo. Nilipoongea naye kwa kina, nikaona mtu anachangamka na furahi. Mbona hata tulipoomba hakuna pepo? Ndio ikawa hivyo. Lakini kuna wakati mwingine pia ikatokea nikaitwa tena, nikaenda. Nilivyoenda nikafika, watu wamejipanga. Kulikuwa na bimeza hapo, wakavitoa bimeza, wanajua sasa production imeanza. Lakini ndani ya moyo wangu wakati ninaenda nikasema, kwa kweli sitaki mchezo kwamba nifike pale. Wewe tena ni kama naongea, wewe shetani, hamna kunikalisha hapo. Mimi nafika utoke, yani usinipotezee muda. Ile hasira yangu ile sijui. Nilipofika kwa kweli wamejipanga.
anaanza kwanza, nikawazuia msimshike sijui mwacheni. Kwa kweli nikaomba muda mfupi akatoka. Kwa hiyo nadhani hiyo haina formula lakini pia na imani na mtazamo pia katika jambo hili. Unaweza ukiwa sahihi unaweza kusaidia mambo haya. Mimi niongezee, maana na mimi nimeshapata, sijui ni aibu au ni kuna kipindi na mimi nilijaribu hiyo imani ya nuru na kwa kweli haikufanya kazi kabisa. Anyway, nikaacha. Lakini katika kuendelea kufanya kazi ya Mungu, kuna vitu vingi nimegundua katika kufanya huduma, hasa hizi kwanza za mashetani. Ni kwamba mara nyingi shetani ni roho na inajua mteja wake. Ukienda pepo amempaga mtu, unaenda kumfukuza wakati mteja wake huyo ambaye amepagaliwa na huyo pepo hajaikataa hiyo pepo, utasumbuka sana. Kwa hivyo kinachotakiwa, kabla ya kuombea haraka, kaa na mtu, mwelekeze anayeweza kukufungua ni Yesu, na ukimpata huyu Yesu atakufungua. Usiende tu ukakubaliana na zile hali wamemfunga na nini, kwa hivyo huwezi kuongea naye. Wewe amini Mungu kwamba naweza nikaongea. Wewe mwambie tunataka kuongea. Anaitwa nani? Anaitwa sijui nani, Juma. Nataka kuongea na Juma kwa jina la Yesu. Kaa hapa Juma, tuongee. Ongea na Juma, mwelekeze Yesu ndani yake amsaidie, ili yeye amkatae shetani. Yeye akimkataa shetani, basi kazi imeisha. Utaomba kirahisi, yule adui atatoka. Na kama amemkataa na bado anamsumbua, basi unaweza kweli ukatumia hata hiyo imani ukaomba akaondoka, lakini lazima kwanza yeye amkatae. Maana ni mteja. Wengine wamejiuza huko na sasa hawajaakili kwa vinywa vyao kwamba sitaki. Sasa na adui anaona hiyo ni nafasi ya kukaa, lakini mtu anateseka, ndugu zake wanaita waombaji, lakini yeye hawajamuuliza. Alafu wengine hasa kwenye rika ya vijana wengine ni bangi. Mimi nimesha shughulika na wenye bangi wengi tu, wanafikiri ni pepo, wanamleta kabisa, yani kabisa amechanganyikiwa na nini, na kaana hebu mwekeni hapa tuongee kwanza. Amesumbua sana mashetani tena ya siku nyingi na nini. Nakaa sasa namuuliza, nikimwangalia tu vizuri, najua huyu inawezekana kabangi kama. Namuuliza, wewe hebu niambie, bangi ya mwisho ulivuta lini? Alafu anasema ni wiki iliyopita. Leo hujavuta? Leo sijavuta kwa kweli. Sawa. Sasa acha bangi, itakufanya uwe kichaa. Njoo kanisani. Alafu wengi wazazi wanashangaa, kumbe anavutaga bangi. Sisi tunafikiri ni pepo. Basi kesi inaisha. Kwa hivyo unaweza ukakuta ni bangi, wewe unafikiri ni pepo. Na vijana wengi wa mitaani wanakula bangi. Alafu bangi zinawachanganya, wanaanza kupiga watu, wanakimbiza kanisani kuombewa, kumbe ni bangi. Bahati nzuri bangi imezuiliwa kulimwa, labda pepo zitapungua za bangi, lakini bangi pia ipo. Alafu pia katika kuombea mtu apone, hata wakati mwingine Mungu anatushangaa. Nataka mtu apone, labda hata na ugonjwa aina yoyote, lakini nataka yani kuna uzito. Unajua pia hata Mungu anaangalia hivi, kuna uzito moyoni wa upendo
wa wewe unayeomba, au ndani ya moyo wako una hasira tu? Yaani unaenda kuombea mtu lakini kinachokusukuma sio upendo, ni hasira, kwamba ni mgonjwa hili nikapiga hizi kwa jina la Yesu toka. Na ni hasira za kibinadamu, sio wivu wa Mungu. Lakini pia upendo wa Mungu ndani yako ni kiasi gani cha kumhurumia huyo mgonjwa? Umemhurumia kweli, au unatafuta tu tiba kama sindano, achomwe sindano apone, ili uondokane na balaa la ugonjwa huo, au la kuitwa kwa sababu ya ugonjwa? Kwa hiyo kama huna upendo, usimuombee mtu, maana hata Mungu ni upendo, anamponya kwa sababu anampenda, lakini wewe hata humpendi. Na kama unampenda, je, kuna hatua yoyote ambayo pia moyoni mwako imekusukuma kwa upendo ili umsaidie? Kwa hivyo pia Mungu anaangalia juu ya mioyo yetu ikoje, tunasukumwa na nini? Wakati ule tunaombea, tulipata baraa moja, mtu mmoja alikuja akatuambia mtu amekufa hapo. Sasa ni mlokole, akaja akatuambia Bwana ameniambia huyu atafufuka. Wachungaji, twende tukamwombee. Atafufuka na amekufa kweli, iko ndani, watu wanalia. Hasa nikawaza, Mungu wangu, hili neno halijatoka kwa Bwana. Hili neno umelitoa wapi? Bwana ameniambia. Bwana kweli ameniambia. Njoo mchungaji. Bwana, hebu si uniache kwanza nitafakari. Tulipata aibu. Acha Bwana, acha. Tukalazimika, wakafukuzwa watu ndani. Tukaingia, ombea. Mimi hata sasa mimi siendi kuomba. Siombi. Nimesimama mlangoni. Akaomba, wapi? Omba, wapi? Ralia, amuna. Yaani kwa jamani, balaa zimo duniani. Yaani tuliaibika kweli, tukatoka hapo. Yaani nikatoka nje jasho. Nimepata aibu. Kwanza haikuwemo moyoni, alafu tunaambiwa anafufuka. Mungu amesema, sasa Mungu hajamfufua. Ikawa shida sana. Kwa hivyo wakati mwingine hata ukitaka kuombea, sikiliza huku ndani panasemaje. Huku ndani usikie. Kama hujasikia, mwambie Mungu kimya kimya tu, kuliko kusumbua watu. Na kama pepo akitoka, mapepo yanatoka kwa aina mbalimbali. Mengine yanatoka kwa urahisi, mengine yamekaa miaka mingi, mengine yanatoka, mengine yanarudi. Yaani haina formula. Unaweza ukaomba yakatoka, kweli mtu hata analia, yakatoka na mtu hayataki. Lakini ukashangaa uonevu mwingine unamkuta. Sasa utafanyaje? Utamwombea tena. Na wakati mwingine tunapimwa kwamba, kwa mfano, mtu mmoja alikuja, mtu ana shida, akamwombea. Mhubiri tu amekuja, akamwombea, hakupona. Kanisani kesho yake akaja tena yule mgonjwa. Alipoita wagonjwa, akasimama mbele tena, akamwombea, hakupona. Akakaa. Kesho yake tena iliyofuata akaja. Sasa mhubiri akashindwa kusema habari za kuombea wagonjwa siku hiyo, maana ni siku ya 3 na amemuona tena amekuja. Akajua tena atasimama. Akaongea mambo mengine, lakini akaita wengine kuombea, na yule mgonjwa akaja. Akamruka. Alipomruka ndio Mungu akasema naye. Akamwambia hivi kwamba mimi, huyu mgonjwa anaamini kwamba mimi ninaponya, yaani Mungu anaponya. Wewe unaamini kwamba wewe ndiye unayeponya.
Kwa hivyo mgonjwa ana haki kuliko wewe. Ndio maana anakuja kila siku akiniamini mimi kwamba ninaweza kumponya. Lakini simponye kwa sababu unajiamini wewe kwamba utamponya. Na mimi niliacha. Hiyo ni siku ya 4. Akaambiwa hivyo. Sasa alipoambiwa akatubu kabisa kwamba Mungu, kumbe mimi siponyi. Kwa hivyo alipoenda mle kanisani akajieleza vile Mungu amesema naye. Kwamba mimi jamani siponyi, anayeponya ni Mungu. Kwa hivyo ukija hapa mimi siponyi wapendwa. Naomba mnisamehe, lakini nitaomba tu ili Mungu awaguse. Ikiwezekana awaponye. Ninaamini anaweza kuwaponya. Yule mgonjwa akainuka tena, akaja mbele. Na huyu kwa kuwa Mungu amesema naye, alipoweka tu mkono yule mtu akafunguliwa. Kwa hivyo naona kumbe unaweza wewe mwenyewe unataka kumponya. Na Mungu anakuachia kazi hiyo. Lakini Mungu akitaka kumponya, anamponya tu na anamweka huru. Naona yule alikuwa na imani kwamba Mungu atamponya, akaja siku zote. Anakuja, hajakata tamaa. Anaombewa haponi, anakuja tena. Anaombewa haponi, anakuja tena. Ana imani kwamba Mungu anaponya. Lakini wewe unayeombea, una imani wewe ndiye unayeponya. Kwa hivyo mnapishana na Mungu. Anaona Mungu hawezi kujiingiza kwenye utukufu wako, anakuachia kazi. Kwa hivyo inategemea, mambo ya Mungu ni complicated. Mungu anafanya yeye anavyoona. Kwa hivyo tusiweke formula popote, hamna. Kuna kanuni. Amen. Na mimi hapa nataka niweke niongeza kadogo hapo. Najua wakati mwingine wapendwa, sehemu kubwa au matatizo tunayokutana nayo hayatokani na Mungu. Yanatokana na sisi wenyewe. Hata kuna wakati ambapo Yesu aliwaambia akasema kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Ni kweli kabisa. Na wakati mwingine Mungu anafanya kazi. Lakini wakati mwingine mawazo yetu unafanya bidii kwamba itakapofanyika hivi basi tunaona kana kwamba Mungu amefanya kazi kupitia maisha yangu. Lakini pia wakati mwingine inatokana kutokuamini kwetu. Mungu anaweza, unajua wakati mwingine sisi shida ya waroko ni moja. Wanataka kila mtu mwenye mapepo mpaka mapepo yapige kelele. Kuna wakati mapepo hata hayatapiga kelele, yanaondoka, lakini huwa hatuamini. Sema, wewe ni nani? Umetoka wapi? Kama ni kusema yatasema. Hata kama yasiposema si yatatoka. Kwani wewe unataka yalitoka wapi? Uende kuuliza kwamba huko. Kwa nini mlituma kutoka huko? Haina haja. Siku moja alikuja hapa binti mmoja alikuwa anaumwa. Na akawepo mhubiri mmoja amekuja kusali hapa ametutembelea. Tulipata shida kweli. Huyo binti ametoka ana shida wakati tunaendelea na ibada. Tumefanya ibada, tumeomba hapa. Baadaye akaanguka huko na mapepo. Basi tukamwombea, tukamleta hapa tukamwombea kule kuamka chini, baadaye akapoteza fahamu, tukaomba, baadaye fahamu zikarudi. Baadaye tumemaliza, akarudi akawa vizuri kabisa, amekaa huko, lakini alikuwa amechafuka. Lakini baadaye amesema ile mhubiri, nimemaliza kuhubiri, kaongea hapa. Baadaye sasa kwamba yule binti aje hapa. Unajua mchungaji mtu hajapona. Hajapona. Wakati anasema hajapona, hebu muombe mchungaji. Wapendwa, unajua katika ulimwengu wa roho hakuna umbali. Unajua pepo ni roho. Na ni kitendo cha kufumba na kufumbua kutokuamini kwako, hata kama alikuwa ameenda, amerudi yuko tayari. Maana hukuamini. Na kwa kweli tulipoanza kuomba tu akaanguka tena. Unajua kanisani watu walikasirika wakasema huyu mhubiri ndiye amerudisha haya mapepo. Mbona tuliona yametoka? Wakasikia vibaya kanisani watu kwamba huyu amerudisha mapepo. Ni kwa sababu ya kutokuamini kwake.
Kwa hiyo wakati mwingine ni sisi wenyewe, yaani tunataka kuangalia mambo kwa macho haya, lakini hatutaki kuamini kutoka ndani kwamba Mungu amefanya kazi. Na hivyo kazi inakuwa kama ya mzunguko, tunazunguka nayo. Wakati mwingine naenda mwanzo, watu watachoka sana, hata ni wiki nzima, ngoja niwasaidie kupumzika. Tunasema tumeomba wiki nzima, lakini imetokana wakati mwingine sisi wenyewe unalala na waza, hivi yule mtu kweli alipona? Yesu alikuwa anamponya, nenda zako umepona. Na anaenda kweli amepona, anakuwa salama. Haya mapepo hayana nafasi. Kwa hiyo mimi nilikuwa nataka kutoa mchango kwamba wakati mwingine wapenda, inatokana na hali yetu sisi wenyewe, kutokuamini kwetu, mawazo yetu na fikira zetu zinaweza zikafanya kwamba mtu aonekane kwamba hajapokea uponyaji au hajafunguliwa, lakini imetokana hisia zetu wenyewe. Tumefanya ile kazi ya mzunguko sana. Kwa hiyo ni vizuri tunafanya kazi ya Mungu pia tuwe na imani. Na nasema kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Mtu amwendaye Mungu lazima amini Mungu yupo, na kama Mungu yupo, sio sisi, maana tunamwendea Mungu. Na kama tunamwendea Mungu, Mungu hufanya kazi zote kwa kusudi lake yeye mwenyewe. Hata kama akifika mahali hajafunguliwa, sio kazi yangu. Mimi ninafanya katika upendo wa Mungu. Ninafanya kila ambacho ninahisi kwamba Mungu ananisaidia kufanya kwa ajili ya watu wake. Kwa hiyo mchango wangu ni huo. Mungu abariki. Lakini pia niongezeka moja. Wakati nimeoka siku za kwanza, wapendwa, wakati mwingine Mungu anakusaidia sana. Siku moja nikao kijijini huko, nikaenda kwenye nyumba moja, mtu amepagawa na mapepo. Unaomba, niko peke yangu. Anasema anasema tuko matatu. Unaweza mimi ni Kisiba. Sije mweneza mimi Maimuna. Sije mweneza mimi Sharifu. Tuko mondani. Hapa anasema hatutoki. Alafu mpaka unaomba. Sema hatutoki. Pako unasikia kama unataka ukata tamaa. Wakati unataka ukata tamaa unasikia mwingine ndio anapiga ondoka. Wakati unasikia unataka unapata nguvu tena. Baadaye nikajua kumbe ni Mungu anayeponya, sio nguvu zangu. Maana wakati nimechoka ndio mtu anafunguliwa. Lakini wakati na bidii hamna. Wakati atakata tamaa mtu anafunguliwa. Nikajua kuna fundisho la Mungu kwamba sio kwa uwezo wetu sisi, isipokuwa Mungu ndiye anaweza kufungua watu wake. Na kwa kweli mtu akafunguliwa mpaka alikuwa anasema Kisiba na ngono, mimi ni Kisiba ametoka, sije Maimuna, sije nani ametoka, sasa nimebaki mimi sitoki. Wapendwa, niwasema wakarudi kwa furaha kwa sababu pepo wamewatia. Lakini Yesu akasema la ile kwa sababu ya mahusiano yenu na mbingu majeneto yako juu. Sio pepo hawa. Hayo wapendwa. Tangu wangu ni kidogo. Yesu asifiwe. Kwa kweli hili swali limenigusa. Nilitaka kukaa kimya, lakini naona moyo wangu unaniambia hebu uliza, kwa sababu kuna swali ni dogo la nyongeza kulingana na swali tu ambalo ameuliza ndugu hapa. Ni kama swali dogo la nini la nyongeza. Na lenyewe nitaliuliza kwa kesi ifuatayo. Ni miaka kadhaa imepita, nilikuwa kidato cha pili. Mimi nimekulia nje. Sasa kwetu Jaruoni kule. Nilipomaliza form 6 nikasema nikakaa angalau nijue jamii za nyumbani. Sasa katika kukaa pale kulikuwa na kanisa, nikawa na abudu AIC kama kanisa ya AIC. Ndogo kule nyumbani kanisa ambalo lilikuwa la Injili hakuna. Angalau lile ndilo angalau unaweza ukajumuika na wenzangu. Sasa nikawa napita njia moja mara kwa mara, kumbe kwa wamenikariri. Sasa siku moja nyumba ya jirani kutoka kwa mjomba wangu kuna binti akawa ameshikwa pepo. Shangaa nakuja kijana mmoja. Nilikuwa bado kijana mdogo, lakini nashangaa niita mchungaji. Mchungaji huyu nilimpata lini? Nikafikiri hata kuna mtu mwingine anaitwa, lakini pale kijijini hakuna mchungaji. Nikaitwa, naambiwa aisee, twende ukatupe huduma. Huduma gani? Kuna binti kashikwa pepo. Toka kuzaliwa sijawahi kutoa pepo. Unaona? Lakini baadaye nikashangaa kuna roho ikaniambia nenda. Basi nikawa nimeelekea.
Bahati nzuri nafika na huyu mchungaji wa AAC kumbe walikuwa wameshamfuata. Kwa hiyo tukajikuta tuko ngapi? Wawili. Basi tukaanza kuomba. Katika kuomba tulikuwa watatu. Yule pepo akasema nyie wengine ombeni, lakini huyu mmoja ndio akasababisha nyie msitoke. Sikajiuliza, hivi Mungu anaweza akaruhusu roho kama hiyo? Yaani uko kwenye maombi alafu aina nadhirika kabisa, yani kiasi kwamba hata wale walikuwa wanakutumainini nyie kwamba mnaweza mkatoa uponyaji pale. Sasa pepo anasema kwamba hatuwezi kutoka kwa sababu huyu naye ni wale. Tena akasema mpaka vitendo vyake. Sasa swali langu la msingi liko hivi. Sababu miaka mingi wanajiuliza kutokana na hiyo scenario kwamba watumishi naomba msaada, kwamba katika hizi watumishi wa Mungu wanapotoa huduma na hasa hizi za kutoa mapepo, kwa sababu Mungu tunajua anatuambia kwamba kwa sababu mmekuwa watu wangu na kama mtanitumainini mimi katika kutoa pepo, mkitamka jina langu yatafanyaje? Yatawatii. Sasa na huyu mtu miongoni ambaye alikuwa akifanya hiyo huduma na yeye ni mtumishi wa Mungu na watu wamemwamini mpaka wakafanyaje? Wakamfuata. Sasa je, Mungu kwa nini anaruhusu hali hiyo kutokea? Je, sio kwamba ni sababu mojawapo ya kuweza kukwamisha hata ile zoezi? Kwa sababu nikasema mimi sasa nikawa najiwaza katika hali ya kibinadamu kwamba hata wale wengine ambao sasa labda walikuwa na nguvu, unaweza ukapata nini? Fia. Naomba msaada. Labda kwa kukomboa muda mzee tusaidie tumalize hili haraka tuendelee na Bwana asifiwe. Hebu nianze kwa kusema hivi, mara nyingi kwenye uombeaji kama anavyosema ndugu, kwanza shetani ni muongo. Hilo la kwanza. Na kuna wakati anaweza kusema ukweli na pia kuna wakati anaweza kusema nini? Uongo. Haya maisha tunayoishi katika ulimwengu wa roho, ulimwengu wa giza unatambua, ulimwengu wa nuru unafanyaje? Unatambua. Sasa hiki anachozungumza huyu ndugu kwamba mtumishi wa Mungu amefika mahali anaombea mtu, alafu yule pepo anasema hivi, sitaondoka kwa sababu huyu ana hili. Alafu wale watu waliozunguka wanajua kabisa maisha huyu mtu ndivyo yalivyo. Kwa lugha rahisi, pepo ni kama amekuwa mkweli kuliko huyu. Sasa kitendo cha kwamba anaweza kuendelea kutoa huduma wakati akijua kabisa maisha yake ndivyo yalivyo, lazima anyamaze. Hawezi kufanya. Sasa kuna wakati, nakumbuka wakati fulani Mwanza niliwahi kupata ushuhuda huu. Ndugu walienda Igoma, wakawa wanamuombea mtu kwenye kundi, vijana tu. Wameomba, baadaye yule pepo akasema, unajua nachelewa kutoka kwa sababu ya huyu hapa. Hizo nywele ni ndefu mno, siwezi kutoka. Sasa yule kijana au akamwambia, unaona bwana, kazi imekuwa nzito, siwewe ukanyoe. Huyu akaondoka, akaenda akanyoa, akarudi. Aliporudi anakuja kweka, kumwambia mimi hapa sitoki. Kama nilikwambia nenda kakate nywele ukaenda, na sasa umerudi, mimi hapa si toki. Unaona, hivi vitu vinahitaji maarifa pia. Wakati, hebu ngoja niseme hivi, watoto wa Mungu, kwenye kuombea, swala la kuombea linahitaji maarifa ya Mungu. Mara nyingi hata mimi hutokea kwamba mtu ana pepo, basi unajua moja kwa moja ni kufanyaje? Kuweka mikono na kumuombea. Inaweza ikawa ni sawa na inaweza isiwe sawa. Ilitokea hivi, niko nyumbani nikapigiwa simu kwamba ndugu uje, kuna mtu ana shida hapo. Na yule mtu alikuwa kwa mama mmoja ana duka la madawa, anamhudumia kwa muda mrefu. Kumbe huyu mama ameugua muda wa miaka 6. Yaani nguvu za giza zimemtesa kiasi kwamba mpaka zimewafanya hata mali iishi nyumbani. Sasa wakiwa hapo, yuko mume wake na mabinti zake wako wote wameolewa, lakini wamekuja hapo wote.
Nilipofika hapo, kwanza nikiwa njiani nikawa nawaza, shida ya huyo mtu ni nini? Maana niliitwa tu uje ufanye huduma. Basi nimekwenda nikafika hapo, baadaye nikaona hapana, ni wapigie baadhi ya ndugu waje, nikawapigia wakaja. Sasa wakati nimeingia pale kwenye chumba, mimi wazo langu ni kuwekea nini? Maana amekwisha niambia sasa kwamba huyu ana shida ya mapepo. Ni kuweka mikono. Sasa ile nimeingia, kitendo cha kwamba niende nimuombee, nasikia moyoni hivi usiombe. Lakini mimi nawaza kuomba, maana wasi ni pepo. Sasa nitamwachaje? Maana pepo ni muombee afanyeje? Lakini nasikia usiombe. Sasa nikawaza nini kinaendelea? Baadaye nikasikia moyoni hivi, wewe anza kuzungumza naye juu ya habari ya Mungu. Na nikatii hicho tu. Baadaye sasa kwa sababu pia nikaona ni ramani ya kimungu, nikaanza kusema na yule mama, nazungumza. Na hawa mume wake yuko hapo, watoto wake wawili wako pale, wakubwa tu kwenye miji zao. Sasa nazungumza. Wamekaa kimya. Baadaye nikasikia hivi, hatutoki. Sasa wakati wanasema hatutoki, hawa wakao katika hali ya kushtuka. Nikasema nyie tulieni. Sisi tunaongea neno la Mungu. Huyu sisi hatujagusa habari zake. Sisi tunaongea maneno ya Mungu tu. Wakati ukiendelea kuongea, nikaona hawa watu ni kama wamehama, sasa bado wanamwangalia huyu. Nikasikia moyoni hivi, sasa unaweza kuweka mkono. Nikaenda nikaweka nini? Mkono. Unajua kile kitendo cha kuweka mkono hivi na kusema kwa jina la Yesu nini, muda mfupi huo ile mama akafanya nini? Akafunguka. Sasa alipofungua akasema, lakini pamoja na kwamba mume wake anasema, pamoja na kwamba mke wangu amefunguliwa, ila nyumbani tuna vitu kadha wa kadha ambavyo maana tumezunguka sana kwa waganga huko, tumezunguka. Sasa kuna vitu ambavyo viko nyumbani. Mbali tuna kwamba kuna vitu, lakini ile nyumba tulizindika. Nikasema hiyo haina shida. Hilo nalo ni jambo dogo. Kama ile Mungu amelifanya, hilo nalo anafanyaje? Anafanya. Sasa ile mama akatupa usafiri wake, tukaondoka na ile familia mpaka kule, wakaenda kutoa vitu. Unajua gharama ya vile vitu, yani yule mzee anasema hiki ninunua shilingi kadhaa. Ukiangalia ni kitu cha kawaida tu. Hii anasema sini ngozi ya fisi maji sini, na yeye nilinunua shilingi kadhaa. Vitu yakaleta makorokoro mengi hapo. Lakini baadaye mwisho wa siku anasemaje? Ila kuna dawa ambazo tulikuwa tumezungushia nyumba, tumechimbia chini. Sasa sikumbuki, nikasema swala la hizo dawa, Mungu tukisha kumuomba hayo yataishia hivyo hivyo tu. Tukachoma vile vitu. Lakini kitu gani Mungu alikuwa ananifundisha? Unaona kupitia ile familia hivi tunavyozungumza, kuna watu 11 ambao walikuja kutokana na ile familia. Kwanza wakijua hivi, huyu mama muda mrefu alisumbuka. Na sasa amefungua. Sasa wanawaza ilitokeaje? Imetokea wapi? Ukawa mlango wa watu kuja wapi? Kanisani. Lakini mbali na hivyo tu kwamba ni mlango wa kuja watu kanisani, hii familia vile imesimama na mama mwenyewe kwanza. Yaani unaweza kufikiri hivi ni mtu wa miaka vile ambavyo sasa analitumikia kusudi la Mungu akiwa kwenye nyumba nani ya Mungu. Lakini kawaza hivi, hebu ona hii jamii yote, sio familia yake, hao wengine 11 sio familia yake, lakini wamekuja kwa sababu ya huyu mtu. Sasa nawaza hivi, kumbe kuna wakati Mungu anaweza, sisi tunajua ni kukemea ni sawa na tunaweza kukemea, lakini Mungu anaweza kuwa na jambo zaidi ya kukemea. Kama ndugu alivyosema, unaweza kuwa unazungumza tu, afu baadaye unashangaa mtu anafanyaje? Na sisi tumezoea kwamba mtu akipiga kelele, natoka, hiyo sasa ametoka. Anaweza kimya tu. Inawezekana hata pepo, kuna pepo wa staarabu wanataka nini? Anatoka kimya. Sasa kwa sababu pia hatuna ujuzi ama maarifa ya kimungu, tunaanza mpaka apige kelele. Kumbe mtu amekwisha kufunguliwa tayari. Ndio unakuta kwamba mtu anasema jamani mnaniumiza, maana sasa amekwisha kufunguka, bado watu wanafanyaje? Kwa hiyo mimi niseme kwa kumalizia, ninaamini hivi, tunaweza kuombea wagonjwa, tunaweza kuombea wenye pepo, lakini pia maongozi ya Mungu yakiwepo ni njema zaidi. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu awabariki. Amen. Nadhani hiyo mada tuhame. Aya, kwa ufupi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi swali langu ni kwamba je, mtu ambaye ameokoka anaweza kupagawa na pepo?
kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao nimeshaona ambao hata wenyewe tulikuwa tunasaini nao ndani hata kanisa hili la Sayuni. Nimeona kwamba ukimwangalia unaweza kumuona kwamba ni mtu ambaye yuko vizuri kabisa na yuko katika kusudi la Mungu kabisa. Unaona hata njia zake ukienda kuangalia, ukimwangalia unaona kwamba yuko vizuri, lakini bado yule mtu unakuta kwamba anasumbuliwa na mapepo. Sasa hii inakuwaje? Naomba mtusaidie kwa haraka tukomboe muda. Wapendwa, kwa kawaida mtu akiokoka hawezi kupagaliwa na pepo, isipokuwa tu kuwe na shida endelevu ambayo yeye hajaitambua kwake, na anahitaji Mungu amsaidie atambue kuna shida gani. Ukishaokoka, labda hizo zilikuwemo tu, si kwamba zilikuwaga zilishatoka, zilikuwemo tu, zimekaa ndani yake, na vitu vingine vina muunganiko wa mbali katika mazingira ya mwanadamu. Labda alikuwemo kanisani, huwezi jua pia kwamba pamoja na kumuona kwa nje, unaweza tukamuona mtu kwa nje, lakini kumbe ndani ya moyo wake kuna vitu ambavyo ndivyo Mungu anavichimbua katika siku zetu ili vitoke. Sisi hatuwezi kumuona kwa nje tu tukasema ni safi, lakini lazima pia mtu achunguze pia maisha yake. Sehemu kubwa kwa kweli mapepo yanafuata giza mahala liliko. Lakini kama mtu ameokoka, hakuwa na pepo, ameokoka, hakuwa na pepo. Unaona hapo, hilo ufikirie. Mtu ameokoka kule nje akaja kanisani, hakuwa na pepo, akiwa kanisani apagaliwe na pepo. Kuna shida hapo ambayo inahitaji ukae na yule mtu, uongee naye na ujue historia ya maisha yake, uwaze ni kweli huyu mtu alikata shauri, na tangu amekuja huko kanisani amekaa muda wote huu tumemuombea hakuwa na pepo. Iweje leo apagaliwe na pepo? Hapana. Kuna kitu fulani ambacho inawezekana yeye mwenyewe amekisababisha bila sisi kugundua. Maana pepo tena aliyeokoka, yaani pepo atoke huko badala ya kupagaa asiyeokoka aende kwa aliyeokoka, haiwezekani. Labda alikuwa na pepo tu, alikuwa naye tu kuanzia kule mwanzo na alikuwemo kanisani, ila baadaye yule pepo ameanza kukosa makao ndani yake, maana huyu mtu ameanza kuzidi kuyatoa maisha yake kwa Mungu. Sasa anaona pakukaa pameanza kubanwa, kwa hivyo anajidhihirisha, anasema huyu si alikuwemo kanisani, imekuwaje leo? Kumbe katika kukaa kwake kanisani na ile shida ilikuwa ndani yake, mwisho amefikia mahala ambapo sasa ile shida haitaki kuendelea ndani yake, inataka kutoka. Kwa hivyo sisi kwa kuwa tulikuwa tujaiona kule mwanzo, tunafikiri kwamba amepagaliwa hapo, kumbe alikuwa nayo ile shida, na sasa Mungu anataka kumfungua itoke awe huru. Kwa hivyo ni ngumu sana mtu aliokoka na hana pepo eti awe ndani ya kanisani alafu apagaliwe pepo. Ni ngumu. Mimi ninaamini haipo, ila labda hiyo shida alikuwa nayo, haijulikani, mpaka imefika mahali sasa amezidi kuyatoa maisha yake. Basi wale pepo wakaona sasa hatuendelei tena kukaa huko, akapiga yowe, akashangaa, huyu naye ameokoka zamani, kumbe zilikuwemo. Kwa hivyo zinafukuzwa, zinaenda. Lakini sasa inategemeana pia kwamba yule mtu ambapo unakuta kwamba zile pepo zinakuwa za magawa, zile pepo unakuta ni kwamba zinakuwa zinadhihirisha ni mambo yaliyokuwa yanaendelea ni mle ndani.
ndani ya yaani unakuta kwamba inakuwa inadhihirisha vile vitu yaani kama ni maswala yaani unakuta tunasema yaani hapa kama kuna maswala hapa kuna vitu walikuwa wanataka labda kumfanyia yule mama labda kwamba labda kuna uchawi labda walikuwa wanakuja pale hizo ona, hiyo ni ile michanganyiko. Unaona, katika kanisa kuna watu wana shida zao za kudumu za mioyo yao, na wanaweza wakafikiria kwamba kwa kufanya hivyo watamshambulia mtu fulani. Yaani unaona tu mtu anasema tu fulani ndiye ananifanya hivi, kumbe ni hisia zake, na hiyo tumeshayaona sana. Yaani mtu anakuwemo kanisani lakini hajatoa maisha yake kanisani na ana vita humo kanisani. Kwa hivyo baadaye unashangaa anakuwa kama amepagaliwa, anamtaja fulani ndiye ananiroga. Sasa anakuroga yuko kanisani, anakurogaje? Na wewe ukiwa kanisani unarogwaje? Unarogekaje? Kwa hiyo inakuwa ni shida ya moyo wa yule mtu. Ana shida tu. Sasa anataka kuwachafueni wengine huko. Ameshindwa kusamehe vizuri. Pia naona apitie kwenye pepo. Kwamba kuna kama yule dada alivyotushuhudia kwamba humu kuna watu wana mashetani humu. Tuanze kuwapiga na nyundo zile za kupasua vipande. Kwa hivyo kama alivyosema, kwa hivyo ina maana mle kanisani kuna mapepo. Ni shida tu, ni shida ya kukosa msingi, kukosa mwelekeo, na hakuna injili, labda saa nyingine hajatoa maisha. Kwa hivyo ndio hivyo. Asante. Amen. Kuna swali hapa nimeletewa, au na mimi niongezee hapo kidogo pamoja na maelezo ya mchungaji. Unajua hata elimu na mafundisho nayo huwa yanachangia. Sisi tulikuwa na mtu mmoja kanisani, siku chache tukawa naye kwenye mkutano, akaombea watu wakapona. Baada ya siku 2-3 alikuwa anaendesha pikipiki, akaanguka, akavunjika mguu umefungiwa na POP, haukuunganika vizuri. Sasa katika kusikiliza mahubiri kwenye redio kwa mchungaji fulani asiye wa injili hii, akasema naona mchungaji anasikiza redio inasema naona hapo ulipo umevunjika mguu, na kwenye mguu naona kuna pepo imekaa kwenye mguu, na ndio maana hauungi. Sasa ile neno kulipokea, akaamini kuna pepo kwenye mguu. Kwa hiyo ili kuamini kuna pepo kwenye mguu ikawa ni chanzo cha. Siku moja tumemtembelea, akaanza kutueleza hayo. Ni kama tunagomea hivi, lakini tulivyoanza kuomba, kwa sababu ameamini kuna pepo kwenye mguu, akaanza kujitikisa mapepo, tukakemea pepo yakatoka. Lakini unajua hata kuamini kwamba naweza kupagawa na pepo nayo ni nafasi ya mtu aliyeokoka kuyapata mapepo. Samahani. Yeah. Nimechangia kitu kidogo. Samahani, amenikumbusha kitu. Mwanga. Na ni kweli ni hatari. Tunaishi katika siku ambazo pia wahubiri wengi na manabii wa Mungu ni wengi. Nakumbuka na mimi kuna wakati nilipita wakati mgumu, na bahati mbaya pia nikawa naangalia hizi mahubiri mbalimbali. Sasa kuna mhubiri mmoja akawa anatamka mambo ambayo naona na mimi nina hizo shida. Anasema kwa darasani huelewi. Hizo ni pepo. Na vitu vingi. Aliokuwa ni mke wangu. Kwa sababu na mimi kama hivi nikamini kwamba nina laana zinafunga, kuna mapepo. Lakini nikasahau kwamba Mungu amenisaidia shuleni, nimefaulu na ninaendelea. Lakini kwa changamoto pia ni nyingi. Sasa zile changamoto ndio zikanifanya nikahisi kama nimefanya nini? Na mapepo au kuna laana. Sasa nilikosa tu pesa, lakini kidogo niende kuombewa. Nikaweka tiketi ya ndege niende kuombewa. Ila mke wangu akaniambia hapana, wewe huna shida. Na nikaamini, na mpaka leo nipo hivi. Kwa hiyo nafikiri kuwasikiliza hawa wahubiri pia ni hatari.
hiyo ni sawa. Bado mada inaendelea? Hapana. Naam. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo niseme kwenye hii mada ya pepo kama alivyozungumza hapo mchungaji hapo ndo alikuwa anamalizia. Alisema kwamba yaani hapo Mungu anaweza kufanya namna nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Hapa mimi nitasema tu kwa pointi kafupi ambako labda kanaweza kutusaidia pia. Ni kwamba hapo kwenye unapokuwa unakemea au unaombea kitu chochote, unapokuwa unaomba, Biblia ilisema hapa katika Warumi 8 mstari ule wa 26 kwamba hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema kwamba Roho Mtakatifu yeye ndio anatusaidia. Kwa hiyo kama ndugu hapa alivyouliza, unapokuwa tunaombea hapa mambo ya rohoni, mapepo na vitu mbalimbali, tunakutana na changamoto nyingi, lakini kitu kikubwa ambacho kinaweza kikatusaidia ni Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu yeye atakuwa anatuonyesha mambo yote ya rohoni ambayo yanahusika na kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kama ambavyo tukisoma pale Yesu aliposema kwamba Roho Mtakatifu ni msaidizi, akasema kwamba atatufundisha yote. Kwa hiyo ile hatua ya kwanza unaweza ukataka kukemea pepo, ili unataka kukemea hivi kumbe ukawa haujamshirikisha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unakuta matatizo yanaweza kutokea pale, ni mtumishi lakini ukawa haujamuuliza Roho Mtakatifu, kwa ukajikuta na yenyewe inaweza ikawa ni sababu pia ya kufunguka kwa ule mtu ambaye unamwombea. Lakini kitu cha muhimu ni ile Mungu au Roho Mtakatifu. Sawa. Asante sana. Wazo hilo pia nitake kunani kidogo kwamba unajua Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Unakuwa na hekima fulani ya kusema. Ukiingia upande mwingine, wengine wanakemea huko, ananena kwa lugha. Ananena kwa lugha akifikiri toka, yaani ananena kwa lugha kana kwamba anataka sasa Roho Mtakatifu afanye kazi hapo ya moto mkali. Sasa ukinena kwa lugha, ukiwa unamsikiliza Roho kwa Mungu, utakuwa na hekima ndani yako ambayo inatamkika kwa Kiswahili. Usije ukang'ang'ana kunena kwa lugha wakati unakemea pepo. Na ye pepo hajui lugha yako. Pepo anahitaji maelekezo. Toka hapa kwa jina la Yesu. Anaelewa hiyo lugha. Sasa nikisema ramanda bashaka tarababasa kekekekeke, anaelewa nini? Hata mimi mwenyewe sielewi ninasema nini. Ninamwambia aende au ninamwambiaje? Sasa ninamchanganya akili. Kwa hiyo hawezi kutoka. Kwa hiyo ni kusema maneno yanayoeleweka kwako. Unataka nini? Kama anatoka, sema atoke. Si uweke tena lugha zako. Na wengi waombeaji wengi, unaweza ukaenda mahali, tulienda mahali, akaletwa mtu tumuombee. Sasa na mimi nimeenda kwenye kundi hata sijui. Watu sasa wakaanza kunena kwa lugha. Sasa na kwa nini mnanena kwa lugha? Hebu tulie kwanza. Kwa nini mnanena kwa lugha hapa? Mnanena kwa lugha kwa nini? Kemeeni pepo, acha kunena kwa lugha. Kemea, sema neno unalotaka pepo atii nini. Sio tunalete lugha hapa. Lugha hata pepo haielewi, hata mimi siielewi. Ni maombi yanaenda kwa Mungu. Labda katika roho. Sasa vitu kama hivyo, nafikiri kuna confusion kama hiyo ambayo tumeshawahi kuiona pia inatumiwa na watu wengi.
ni vizuri kuwa pia makini. Amen. Bali tumesaliwa kama na dakika 12, ziongeze ziwe 15. Kuna maswali mawili hapa. Kuna mtu anataka kujua tofauti ya dhambi na makosa, na hapo ajue mtu amekuwa kanisani kwa muda mrefu, ameokoka muda mrefu, hajawahi kunena kwa lugha, kujaa Roho Mtakatifu. Anauliza huyo mtu ina maana hayuko rohoni au vipi? Nitoe dakika kama 5 tu kwa upande huu kama kuna mchangiaji. Kama yupo. Tofauti ya dhambi na kosa ni nini? Halafu mtu yuko kanisani muda mrefu, yani ameokoka muda mrefu, hajawahi kunena kwa lugha, hajajazwa Roho Mtakatifu. Ina maana hayuko rohoni au? Mmoja anaweza kujiba kipengele kimoja au yote kwa pamoja. Kama yuko huku naomba tusaidie dakika 5 tutumie. Baadaye nitaacha. Nani? Haya, karibu msio. Bwana Yesu asifiwe. Ahadi ya Roho Mtakatifu, ujazo wa Roho Mtakatifu kwa kila aaminie. Kwa hiyo wewe uliyemwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ukaokoka, ni ahadi yako kujazwa Roho Mtakatifu. Ikitokea hujajazwa Roho Mtakatifu, inatakiwa umwombe Mungu na utajazwa Roho Mtakatifu. Amen wapendwa. Kama hujaokoka, hauwezi kujazwa Roho Mtakatifu. Yawezekana uko katikati yetu, unaimba, unafanya mambo yote vizuri, lakini unafanya tu kikawaida, hujaokoka. Hivyo huwezi kujazwa Roho Mtakatifu. Na tunaweza tusikujue, kwa sababu Mungu ndo anatujua wote vizuri. Kwa hiyo tunaweza tukakuona ni ndugu mzuri, umeokoka, lakini kumbe hujawahi kumkiri Yesu Kristo. Wewe ndio unayajua maisha yako, ndio maana hujajazwa Roho Mtakatifu. Lakini kama kweli umeokoka, hujajazwa Roho Mtakatifu, unatakiwa umwombe Mungu na utajazwa Roho Mtakatifu. Mbarikiwe. Mimi nichangie kuhusu swala changia mshindi hapa kwamba mtu uko kanisani, umeokoka na unaweza kujazwa Roho Mtakatifu. Na pia kwamba wazee wanirekebishe katika hili. Ila ninaamini kwamba mtu akiokoka anapewa kipawa, anapewa Roho Mtakatifu. Sasa kwa habari ya kunena, hiyo ni sababu naamini. Kwa habari ya kunena, hicho ni kipawa. Yaani mtu kwanza kunena kwa lugha, hicho ni kipawa. Lakini maana kama mtu umeokoka, huwezi kutembea rohoni, kusulubisha mwili kama huna yaani Roho wa Mungu hajaingia ndani yako. Maana wewe ni uwezo wa Mungu ndani yako. Sasa kama huo haupo, huwezi kutembea rohoni. Lakini mimi naamini siku ile tu mtu anaamua kuokoka, akafunguliwa, akahamishwa, kama alivyosema mzee kwamba unatengwa, unapewa Roho Mtakatifu, na pia nasema kwamba atakaa na wewe mpaka mwisho. Naamini hivyo. Na kwa habari ya dhambi na makosa, tumesikia kwamba dhambi ni uasi. Roho wa Mungu anakuambia na kuhimiza na kukumbusha utii, huo ni uasi. Lakini makosa unaweza ukafanya jambo fulani na halijafunuliwa ndani yako. Sasa hilo ni kosa, lakini halijafunuliwa. Kwa mfano nisemeje, labda unaweza kuwa unachelewa kanisani.
kile unajitahidi umechelewa, hayo ni makosa. Lakini sasa kunafika mahali kama kuna wivu ndani, una roho Mungu anapana hii uache. Sasa usipoti, yani kuna himizo ndani kabisa, kuna conviction kwamba lazima ubadilike. Sasa makosa yanaweza kawepo, unatamani kufanya kitu fulani lakini huwezi. Unatamani kufanya, lakini sikifika mahali kuna conviction, kuna himizo kubwa la kuacha ile jambo na ukaendelea kufanya, hiyo ni dhambi. Sio kama nimeeleweka? Amina. Kwa Roho Mtakatifu tumalizie sasa. Na mimi nina shaka na kile alichokieleza Msevi, kwa sababu nina ushahidi wa watu kadhaa wameokoka muda mrefu hawajajazwa Roho Mtakatifu, hawajanena kwa lugha. Lakini huduma zingine zote wanafanya, wanaombea na mpaka wanaongozwa hata na Roho kufanya mambo ambayo yanaonekana. Sasa ni tukiashumu tu kwamba kwa sababu hajanena kwa lugha hajaokoka, labda hapo utusaidia. Si kwamba hajaokoka, ameokoka, na si kwamba hajajazwa, amejazwa. Lakini sasa pia unaweza kukuta amejazwa Roho Mtakatifu, lakini kama vile umenyunyiziwa kidogo tu maji, lakini kuna sehemu unaweza kadri unavyozidi kusonga mbele, kuna ongezeko fulani linakuja katika maisha yako. Lakini sema hivi, vyovyote vile ilivyo, ni kwamba kama hujajazwa au umejazwa au umejaa kidogo, sisi kabla tutoke hapa itabidi tuombe Mungu, tuombeane habari ya Roho Mtakatifu. Kabla ya kutoka hapa itabidi tuombeane Roho Mtakatifu, kwa sababu hata kunena kwa lugha, mwingine anaweza kuwa ananenaga kwa lugha bila kujua ananena kwa lugha, ila ananena kwa lugha inayoeleweka ya Kiswahili. Kinachoweza kumfanya mtu ajue anaombewa na Roho Mtakatifu, Biblia inasema yeye huwaombea kama apendavyo kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Unaweza ukawa unaomba Kiswahili lakini unaomba katika roho. Yaani yale maombi unayoomba yanachukua ni kama uhai wako wote. Yaani unasikia kabisa, yani hujabakiza kitu. Unalia tu, unalia. Kinachobaki ni kuruhusu utamke lugha nyingine, unene kwa lugha. Na hiyo inawezekana, maana hata hatuna wepesi wa pamoja katika ndimi zetu, hatuna wepesi wa pamoja. Na mwingine hana dhambi yoyote, lakini mawazo yake wakati mwingine hajampeleka mpaka kwenye kujisahau, aanze kusema kitu kingine, hajafika huko. Lakini akiomba, unajua kabisa huyu anaomba katika lugha, maana inamsaidia hata Roho wa Mungu. Yaani inakuja automatically tu. Ila sasa inategemea, ila hata kabla iweje, kabla tuondoke, tutaomba sote tujazwe. Kwani walikuwa wanaomba, hata ukisoma pale kwenye Biblia anasema kuna kipindi tu kanisa likaomba tu, alafu wakajazwa Roho Mtakatifu. Walishajazwa lakini wakajazwa tena. Yaani ina maana kuna kujazwa au kufurika, tuseme, labda ningesema kwa maneno hayo kwamba kufurika tu, nashangaa Roho amefurika, ni kama tumejazwa upya. Yaani unashangaa. Kwa mfano kuna kipindi kanisani tulikuwa tunaomba tunanena kwa lugha tu. Ghafla nakumbuka uwepo wa Roho Mtakatifu ukashuka. Tukaanza kila mtu analia, anaomba msamaha mtu mwenzake. Anaomba msamaha. Yaani tukajishangaa kanisa, yaani siku hiyo sitaisahau. Tunakumbatiana na mtu, namwambia, ndugu nisamee, moyo wangu sijui ulikuwa umekuwekaje, yaani nilikuwa hata sielewi kama uko hapa. Ndugu nisamee. Yaani nikashangaa kanisa zima watu wanaombana msamaha, wanalia, wanaomba.
wanakumbatiana, huyu anatoka anaenda kukumbatia. Yaani palijaa uwepo wa Roho Mtakatifu na kila mmoja alinena kwa lugha nyingine. Kwa hivyo wengine Kiswahili, wengine kwa lugha ya wengine na kadhalika. Kwa hivyo Roho Mtakatifu huwa pia ana makusudi. Wakati mwingine anaweza akaja kwa kusudi, anataka kufanya kitu mbele, mkashangaa, mkafurika, yani mkafurika, mkajaa, mkaomba, leo tumefanyaje? Yani unashangaa imekuwaje leo? Yani kila mtu akaomboleza akalia. Na wakati mwingine kumbe Roho Mtakatifu analiombea kanisa. Labda kuna shida iko mbele ya wengi wetu, yako mambo yanataka kukabili kanisa kwa ujumla. Nashangaa Roho Mtakatifu anaingilia katikati ya ibada. Ndio maana hata ibada zetu wakati mwingine hatupendi ziwe za kisheria sana, yani za utaratibu. Hiki kikimalizika, hiki kinaanza. Hiki kikimalizika, hiki. Yani kama hata roho huwa hatumsikilizi vizuri. Unaweza ukaenda kanisani, kama mnamsikiliza roho vizuri, mnaweza mkashangaa, mkaanza kuimba, mkaanza kuabudu, mkasahau hata kuhubiri. Mkashangaa mnaomba, mnamaliza, mnaweka vitu vyote chini, mmemaliza, ndio mwisho wa siku hiyo, watu wanaenda nyumbani. Kumbe kulikuwa na jambo la muhimu. Roho anataka kuwatumia nini? Mliombee au muombee kanisa au nchi. Maana mambo ni mengi. Bwana asifiwe sana. Mzee hapa kuna kitu amenikumbusha kuhusu utendaji wa Roho Mtakatifu. Tuna kijana mmoja mzuri sana, lakini ameteswa kwa muda mrefu, au nisema aliteswa kwa muda mrefu, manake sasa hivi amefunguliwa. Yaani yeye anakwenda vizuri, baadaye unashangaa, yani ni jumla. Alafu mahala ambapo anakwenda sasa ni nyuma tu ya hapo tunapoabudia, yani nyumba ya pili ya tatu kutoka hapo kuna hivi haya mapombe ya kienyeji. Sasa ujue na yuko hapa. Amekuwa hivyo kwa muda mrefu sana. Watu wa Mungu wanaomba, tunaomba kwa ajili yake, lakini mambo hayaendi, yani habadiliki. Siku moja tukiwa kwenye ibada inaendelea, watu wanaomba Mungu. Nikashangaa mama mmoja anasema hivi, jamani, naomba tusikilizane. Alafu moyoni nikasikia hivi, hii ni roho gani tena? Tunaendelea na maombi, anasema tunaomba tusikilizane. Lakini tena hapo nasikia tena moyoni hivi, unatakiwa kunyamaza. Unatakiwa kufanyaje? Kunyamaza. Maana niliogopa hivi. Unajua wapendwa, huko nyuma kulikuwa na watu wanaokuta ibada na dada, Bwana anasema, si nini, sikilizeni wanangu. Sasa nikawaza isije ikawa kwa mtindo huo. Mimi tu kama binadamu. Lakini baadaye ile sauti ya kusema unyamaze ikawa na nguvu, nikanyamaza. Yule mama akasema hivi, fulani pita mbele. Akapita. Tunaomba tuombe kwa ajili ya mtu. Mungu anasema tuombe kwa ajili ya mtu. Na unajua tunaomba kwa muda mrefu. Tukaanza kuomba. Yaani sasa tumebadilisha maombi tena, tunaomba kwa ajili ya mtu. Tukaomba. Unajua nikashangaa, kumemwagika neema ya ajabu sana. Alafu unajua nini kimetokea? Tangu wakati huo mpaka hivi tunavyozungumza hajarudia tena hiyo kitu. Sasa nilichotaka nizungumza hapa ni kwamba unaona kuna wakati mtu anapotokea ni kama vile anaharibu utaratibu. Kumbe sio mtu, yaani ni Mungu amekuja kuleta utaratibu wake mwenyewe. Ila sasa wakati mwingine hatuwezi kujua utaratibu wa Mungu. Kwa hiyo kuna vitu tunaendelea kujifunza kwa kadiri ya utendaji wa huyo Roho mwenyewe. Na nafikiri Mungu atatufikisha mahali anataka tufike. Mungu awabariki. Baba, nataka kuongea. Bwana asifiwe. Amen. Kwa vile tuko hapa tuendi sawa. Ninatamani kuelewa kutoka kwa wazee au kwa mtu mwingine ambaye anaweza kama uelewa wa hili jambo na kwenda kuuliza. Niseme si moja, ila ni kama vitu vitatu. Kuna namna fulani wewe unanitokea, sasa natamani kuelewa. Unakuta upo ndotoni na
Kuna sehemu Biblia inasema nadhani kwenye Biblia kwamba ndoto huja sijui kwa sababu ya masumbufu na vitu ambavyo tunaviwaza mchana au usiku, kabla ya ule usiku tunakuwa tumeenda kulala, si ndio? Sasa unajikuta sijawaza kwa habari ya Roho Mtakatifu, lakini ndotoni nakuta yani ninaomba ninanena kwa lugha lakini sielewi, na baadaye nashtuka na kuna muda nilikuwa naenda kwa lugha. Yaani hata kuna kipindi unajihisi kabisa ni hapa kama ninanena kwa lugha lakini nilipo ndotoni. Unaona? Sasa hiyo kitu inanitatiza na shida kuelewa. Lakini kuna kitu kingine tena ina associate na hiyo, ni kwamba unakuta yaani kwa mfano labda nikakaa nikafikiria jambo, yaani labda jambo nishaliwaza labda kipindi fulani kama nimeshahisi itatokea, lakini nakuja kushangaa, nakuja kutokea baadaye nimeshasahau, nashangaa mimi kitu kama nishawahi kufikiria siku fulani, kama nishawahi kama kuota ama kuhisi kitu fulani kitatokea siku fulani, siku hiyo sasa inatokea na nakumbuka hili jambo kuna majira fulani nishawahi kuhisi kama itatokea siku fulani, siku hiyo ambayo itatokea ndio siku hiyo. Sana naomba pia kuelewa hapo kuna nini, yani shida ni nini ama nimekaaje hapo. Kwanza kuonyeshwa kitu chochote alafu baadaye kikatokea haijakaa vibaya, imekaa vizuri, kwa sababu ni Mungu anakuambia jambo. Mungu ametuumba kwa mfano wake, na Roho wa Mungu anaweza kuwa anazungumza na wewe bila kutambua kwa sauti yake, lakini baadaye kumbe anakuja na kuonyesha. Kwa hivyo kama kuna vitu kama hivyo vinakutokea, basi jiweke makini. Ukigundua umeona kitu, niombee. Kama ni jambo baya au ni vipi, wewe ombea, na kama ni la Mungu itatokea, kama si la Mungu kemea, kwa sababu hata Mungu atuonyesha kuna hatari mbele yako. Sasa usiogope. Kuna dada mmoja alikuja hapo tuko naye Mbeya, akaniambia mchungaji, naota vibaya. Vipi? Nimekuja niombe, naota vibaya mno. Nikaota nafukuzwa, yani nikaponyoka, yani nikajikuta nipo kwenye manani hivi, huku chini kuna shimo refu kweli, yani halafu nikaanguka, lakini sikuangukia mle kwenye shimo, nikawa pale mamiti amenishikilia. Sasa wale waliokuwa na mimi hawakunisaidia, nikakaa, baadaye nikaamka, nimeota nyingine mbaya kweli, sitaki mandoto haya. Mwambia hapana, hayo mambo ndoto ni mazuri, kwa sababu ni yanakuonyesha shida ambayo inaweza ikatokea. Kwa hiyo wewe cha kufanya, usiogope mandoto, wewe omba, kemea, ili kitu kibaya kinachotaka kutokea kwenye maisha yako kisitokee. Hayo ni mazuri, yanakuonyesha. Kwa hivyo hilo wewe shukuru Mungu anakuonyesha, wala usiwe na wasi, ila ushukuru kwamba hivi kumbe na mimi Mungu anaweza kusema na mimi. Mungu husemaga hivyo, husemaga kwa njia nyingi, haogopi na mimi. Vingine umesema unajikuta unajiombea, unanena kwa lugha. Tena ukiamka jaribu kuendeleza tu. Endeleza tu, maana Mungu anakuombea. Unaanza kusema Mungu wangu, mpaka ninaombewa kwenye ndoto na Roho wa Mungu. Mungu nisaidie, Mungu nifungulie mlango kabisa wa maombezi, nianze kukuomba wewe. Kwanza sasa ukiomba si ni bora zaidi. Kwa hivyo yani hiyo ni Mungu, yani wewe ni mbinguni tu, mambo ya mbingu yanakufuata sana. Kwa hiyo wewe jitie nguvu, Mungu anakupenda, endelea kumruhusu Roho wa Mungu. Na ukiona kitu kizuri au kibaya, shukuru Mungu au kemea vitu kama hivyo. Wakati mwingine hata mimi niliwahi kuona kitu kibaya sijapata ono kwenye maisha yangu. Kibaya na ni usiku na mpaka nikaamka jasho linanitoka. Nikajua kuna shida iko mbele. Sasa nikaanza kuomba. Baadaye mambo yaliyopita nilishangaa, nikasema Mungu nakushukuru. Kwa hivyo Mungu huwa anasema kwa njia nyingi, katika ndoto, katika maono kama hivyo, na vingine katika maneno yake na kadhalika.
Amen. Imekuwa baraka. Na ninafikiri tuishie hapo. Tumshukuru Mungu, na labda kama kuna neno la kuhitimisha kwa wazee. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka tu nimshukuru Mungu kwa ajili ya yale yaliyoendelea hapa. Ninaamini yanazidi kutupanua kujua kile ambacho Mungu anataka katika maisha yetu. Tunakuwa na maswali mengi, lakini tunapouliza, katika kuuliza kwetu tunapata mafafanuzi na yale yanatusaidia, kuliko tu kae peke yako na jambo lako mwenyewe moyoni. Na mimi ninasema tuna wakati mzuri. Wakati mwingine labda sisi tulikotoka hatukuwa na nafasi kama hizi za kuuliza, za kukaa na wazee na tukasikia. Mengine tumejua tu, mengine tunayajua leo. Wewe unayajua kuanzia sasa hivi. Hili ni jambo zuri sana. Kwa hiyo mimi nasema tu Mungu azidi kutusaidia, tuzidi kukaza mwendo katika kila ambacho tunakisikia. Kama jioni ya leo, mchungaji, ilikuwa ni jioni, mchana, kabla ya mchana, tumesikia ujumbe ambao binafsi mwoni mwangu nasema, yani Mungu atusaidie laiti tuelewe kile ambacho kinaendelea, tuyatoe maisha yetu. Amina. Na ninaamini kuwepo hapa sio hasara, ni faida kubwa sana. Nilitamani kama ingeliwezekana vijana wote kwenye makanisa yetu wangekuwepo, lakini haikuwezekana. Basi wewe uliyefika, mwambie Mungu, unisaidie nifanye maamuzi makubwa kabisa kwa ajili ya mustakabali wa maisha yangu na kukutumikia wewe. Amina. Basi tunaweza tukasimama tuimbe wimbo mmoja, tumshukuru Mungu pamoja. Karibu Yesu moyoni mwangu, 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 tembea nasi maishani mwetu, karibu Yesu katikati yetu, karibu Yesu moyoni mwangu, 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 karibu Yesu moyoni mwangu. Unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili kama wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa,
kuwa. Haleluya Baba. Unastahili wewe. Unastahili kuabudiwa. Unastahili kama wewe. Unastahili kuabudiwa. Haleluya. Unastahili wewe. Unastahili kuabudiwa. Unastahili wewe. Unastahili kuabudiwa. Unastahili wewe. Unastahili kuabudiwa. Unastahili kuabudiwa. Unastahili wewe. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Unastahili kuinuliwa. Unastahili wewe Baba. Unastahili kuinuliwa. Unastahili. Unastahili. Unastahili